Salamia jirani yako. And welcome him or her in the house of the Lord. Umkaribishe katika nyumba ya Bwana. Amen. Hallelujah. Amen. I feel the anointing of God in the house. Ninahisi uwepo wa Bwana katika nyumba hii. You will not go the same the way you came. Hautaenda jinsi ulivyokuja. Because the Lord is in the house. Maana Mungu ako katika nyumba hii. Praise God. Amen. We are going to preach about deliverance. Naenda kufunza kuhusu ukombozi. You know, you can be a Christian unapokuwa Mkristo and sing well, na uimbe vizuri, even you can preach well, hata uhubiri vizuri, but you need to be delivered. Na hata kwa hivyo unataka upate ukombozi ama ukombozi your life katika maisha yako. You know, some of you, wengine wenu, you can come in the church, wanakuja kanisani, but you have the painful life. Lakini wako na maisha ya uchungu. Even you are not settled. Hata wako vizuri. In the chair you are sitting, katika kiti ambacho you are remembering your problem. Unakumbuka mabaya yako at your home, katika nyumbani kwako. When you come in the house of God, unapokuja katika nyumba ya Mungu, forget about the past. Sahau yaliyopita. Forget about oppression. Forget about curses. Forget about your life. Sahau maisha yako. Because in this house, kwa sababu katika nyumba hii, there is anointing. Kuna upako. There is power. Kuna nguvu. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Let us look in the book of Luke chapter 4 verse 18. Wacha tuangalie katika kitabu cha Luka mtakatifu sura yake ni 4 mstari ukiwa ni 18. Jesus came, Yesu alikuja in this world, katika ulimwengu huu, to save the world, kuokoa ulimwengu. And he said, na akasema, in the book of Luke chapter 4 verse 18, katika kitabu cha Luka mtakatifu sura yake ni 4 mstari wa 18, na Yesu akasema, the Spirit of the Lord is on me, Roho wa Bwana yu juu yangu, because he has anointed me, kwa maana amenitia mafuta, to proclaim good news, kuhubiri masikini habari njema. He has sent me to proclaim the freedom for the prisoners. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Recover the sight for the blind. Na vipofu kupata kuona. To set the oppressed free. Kuacha huru. To proclaim the year of the Lord's favor. Na waliosetwa na kuwatangazia mwaka wa Bwana uliokubaliwa. When you confess that the Lord is the savior of your life, unapokiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, he is the one who will set you free in the captivity. Ni yeye mmoja ambaye atakayekuweka huru kutoka katika ufungwa wako. Because you can be a good Christian, unaweza kuwa Mkristo mzuri, but you can be in captivity. Unaweza patikana katika ufungwa. Because you are not being set free. Kwa sababu haujawekwa huru. You need to be delivered. Unahitaji ukombozi. Delivered from every oppression in life. Ukombozi kutoka katika utumwa katika maisha yako. Oppression in life. Utumwa katika maisha yako. Even you are not enjoying Christianity. Kama ufurahi katika maisha yako ya wokovu. Even you are not enjoying coming in the church. Hata ufurahi unapokuja kanisani. You feel pain when you are coming in the church. Unapokuja kanisani unahisi uchungu. You feel something you are carrying, the burden you are carrying. Unahisi umebeba mzigo mkubwa katika moyo wako. You are feeling you are not free. Hauko huru katika ndani ya moyo wako. But today when you accept Jesus, lakini siku leo unapomkubali Yesu, to be your Lord and Savior, kuwa mkombozi wa maisha yako, he will set you free. Atakuweka huru. In your poverty, kutoka katika umaskini, he will set you free. Atakuweka huru. In the prisoner, katika ufungwa, in the prison, uko katika ufungwa, he will set you free. Mungu atakuweka huru. The prison of the blood, the blood of your enemy, damu ya uadui. Praise God. Amen. The Lord will set you free. Bwana atakuweka huru. Amen. Because the Lord has power. Maana Bwana ako na nguvu. Because he said, kwa sababu anasema, the Lord has anointed me. Mungu amenitia mimi mafuta. And then I have sent me
to set you free. Na amenituma nikuje ili nikuweke wewe To huru. set you free from captivity. Nikuweke huru kutoka katika To ufungwa. set you free from every problem you are having. Uniweke huru kutoka katika shida ambazo niko nazo. Coming in the church Kukuja kanisani cannot set you free. haiwezi ikakuweka huru. Coming in the church, Kukuja kanisani you will not find the solution. hauwezi ukamaliza But look the zile solution kupata suluhisho. upon Jesus. Muangalie Yesu. Jesus Yesu. is the only one Yesu ni mmoja who will change your history. atakayebadilisha historia yako. Who will make you to be free. Yule ambaye ndiye atakayekuweka wewe huru. Who will deliver you. Atakayekupatia ukombozi. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Let's look in the 1 John chapter 4 verse 4. Wacha tuangalie katika kitabu cha Yohana wa kwanza. First John chapter Yohana wa kwanza 4 verse 4. You dear children, kiga 1 John. You dear children nyinyi watoto watoko are from God mwatokana na Mungu, and have overcome them, nanyi mmewashinda, because the one who is in you kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika. is in you is greater than the one who is in the world. Yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Praise God. Bwana asifiwe. Jesus is in you. Yesu ako na wewe. Now Jesus is the overcomer. Na Yesu tena ni mshindi. The overcomer of every tribulation of the world. Mshindaji wa ulimwengu wote. Because he's in you. Kwa sababu ako na wewe. So you are the overcomer. Wewe ni mshindi. You are the overcomer in life. Wewe ni mshindi katika maisha yako. Problem is not permanent in your life. Shida yako si ya kudumu katika maisha yako. It's not permanent in your life. Si ya kudumu katika maisha yako. Problem is not permanent in life. Shida yako si ya kudumu katika You maisha have yako. been crying. Umelia. But you will not cry forever. Hautalia milele. You will not feel pain forever. Hautakuwa na uchungu milele. You are the overcomer. Utakuwa mshindi. You are the overcomer. Utakuwa mshindi. Because one is in you. Kwa sababu mmoja hapo ndani The yako. overcomer. Utakuwa mshindi. Praise God. Bwana asifiwe. Jesus is the overcomer. Yesu ni mshindi. Because he is living in you. Kwa sababu anaishi pamoja na wewe. You are so victorious. Yeye ni mshindaji. You are so victorious. Yeye ni mshindi wa washindi. People can separate you. Watu wanaweza kukutenga. People can reject you. Watu wanaweza kukukataa. People can laugh at you. Watu wanaweza kukupinga. People can say about you. Watu wataongea juu yako. People can reject you. Watu watakukataa. People can gossip you. Watu watakupiga vita. People can have titles on you. But they cannot change you. Lakini watu They kuwaingisha. cannot change the situation. People can say. Watu watasema. People can say. Watu watasema. But tomorrow, Kesho. God is changing your history. Mungu anabadilisha God maisha is going to change your life. Mungu anabadilisha maisha. When somebody speaks over you, Wakati mtu anapoongea juu yako, what he or she is speaking, wewe ama yule ambaye anayeongea, he will not change the way you are. hata badilisha njia ambayo uko ndani yake. Nobody. Hakuna. They can say everything, Anaweza kuongea kila kitu, but they will not change your situation. lakini hata badilisha hali yako. Praise God. Amen. If you are the blessed one, Kama wewe ni mbarikiwa, you will remain the blessed one. utabaki tu mbarikiwa. You will remain the blessed one. Utabaki tu mbarikiwa. Because whoever is in you Kwa sababu kuna yule ambaye ako na wewe. is the overcomer. Yeye ni mshindi. You are the overcomer. Yeye ni mshindi. Be courageous. Kuwa na ujasiri. Be courageous. Kuwa na ujasiri. Worship your God. Abudu Mungu wako. Because there is Father. Kwa sababu tu kuna baba. We are his children. Nyinyi watoto. God
is the Father. Mungu ni baba yenu. And we are the children. Na nyinyi ni watoto wake. Ask anything. Uliza kila kitu. The Bible says, Biblia inasema, ask anything. Uliza kila kitu. He will do for you. Atakupatia. Bible says, Biblia inasema, ask anything. Uliza kila kitu, uliza chochote. He will give you. Atakupatia. Because he is the Father. Kwa sababu ni baba. The creator. Ni muumbaji. The creator. Ni muumbaji. He created you. Alikuumba wewe. In his likeness. Kwa mfano wake. An image. Ya kwa mfano wake. Amen. Praise God. Amen. We are the children. Sisi ni wana wa Mungu. We are the children of God. Sisi ni wana wa Mungu. We are the overcomer of every painful life. Sisi ni washindi kutoka katika maisha ya uchungu. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Let us love one another. Waje tupendane mmoja kwa mwingine. Let us pray for one another. Waje tuombeane mmoja kwa mwingine. You know, we can live in the life. Unaweza ukaishi maisha. The life of oppression. Maisha ambayo haifai ama haistahili. But God can change you. Lakini Mungu atabadilisha according to your commitment. Kupitia katika lengo lako hilo. James chapter 4 verse 7. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. 4:7. 4:7. Kitabu cha Yakobo 4:7. Submit yourself. Basi then you God. Basi mtini Mungu. Resist the devil. Mpingeni shetani. He will flee away from you. Naye atawakimbia. Be committed. Jitolee. Resist. Resist your problem. Kataa shida zako. Resist your problem. Kataa shida zako. Resist your sickness. Kataa magonjwa yako. Resist HIV. Kataa ugonjwa wako huo. HIV will flee away. Ukimwi inaweza your problem will run away. Shida zako zitoroka. It's not you to run. Si wewe kutoroka. The Bible says, Biblia inasema, resist. Kataa. Resist. Kataa. And the devil will flee away. Na shetani atatoroka. The devil will flee away from you. Shetani atatoroka kutoka kwako. The problem will flee away. Shida zako zitatoroka. Your pain will flee away. Uchungu wako utatoroka. Because the God we are serving. Kwa sababu Mungu unayemtumikia. He is the Father. Yeye ni Baba. He knows his children. Anajua wana wake. Anakujua. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says, Biblia inasema, submit yourself. Submit yourself. Jisalimishe kwa Mungu. Hiyo tu ya sapa tu ninaanza. Submit yourself. Basi mtini Mungu. Praise God. Amen. You submit. Mtini Mungu. Everything. Kila kitu. You submit. Mtii Mungu. And then God will give you ability. Na Mungu atakupatia kipawa cha ushindaji. Because he is the overcomer. Kwa sababu yeye ni mshindi. Praise God. Amen. I know in the week. Najua hauko vizuri ama hauko sawa. In the week you have been passing through challenges and temptations. Kwa changamoto ambayo umepitia ama kwa majaribu ambayo umeyapitia. But today, lakini siku hii ya leo, who is in you? Ni nani ambaye ako juu yako ama ako na wewe? Who is in you is the greater than what you think you are. Yule ambaye ako na wewe ni muumbaji kuliko kila kitu ama kuliko yale ambayo unayafikiria. Because the devil has no portion in your life. Kwa sababu shetani hana uwezo ama hana nguvu katika maisha yako. Remember, the devil or the thief come to steal. Kumbuka adui anakuja kwako kwa kuiba, to steal, kuiba, to kill, kuua, to destroy na kuharibu. Praise God. Amen. That is the work of the devil. Hiyo ndio kazi ya adui ama ya shetani. But look upon the Son of God. Lakini muangalie huyu mwana wa Mungu. He came. Alikuja so that we can be free. Ili tuwekwe huru. So that we can have salvation. Ili tukapate ama tukapokea wokovu.
through Jesus, kupitia kwake we Yesu, will overcome kupitia kwake Yesu tutakuwa washindi. every demonic forces. Kila nguvu zote za giza. I have realized Nimegundua some of you are not praying wengine wenu hamuombi because of the situation you kwa are. sababu ya hali ambayo uko. It cannot allow you to pray. Haiwezi kukuruhusu Your kuomba. problem cannot allow you to pray. Shida zako haziwezi kukuruhusu You need kuomba. to pray. Inatakana uombe. You need to pray. Inatakana uombe. You need to pray. Inatakana uombe. It doesn't matter Hayajalishi what life you are having, maisha gani ambayo unaishi. but what matters Kile ambacho kinajalishi is you to resist. wewe ni kutii. Resist the devil. Wewe ni kukataa shetani. Resist the devil. Wewe ni kukataa shetani. Praise God. Bwana asifiwe. Let me tell you one thing. Waje nikuelezee kitu kimoja. We have some sicknesses Tuko na magonjwa mengine which is let me say it is not natural. si ya asili ama si ya asili yetu. It from the demonic forces. Inatoka katika uagama katika nguvu za giza fulani. So that when you call there in the checkup in the hospital, Ili unapoenda uangaliwe katika hospitali, they cannot find any sickness. hauwezi wakatoa kalio shida ya magonjwa. That means Hiyo inamaanisha it a satanic demonic possession. hiyo ni nguvu za kiasili ambazo zinakunyanyasa. Demonic. You know, I have realized even HIV Hata nimegundua huu ugonjwa wa ukimwi is demonic. ni ugonjwa ambao ni wa giza. Praise God. Amen. Anything Kila kitu that it doesn't have cure kila kitu ambacho hakina tiba is demonic. ni nguvu za kiasili. You can only be healed Unaopokea uponyaji from the Father. kutoka kwa Baba. Only the Father. Mungu peke yake. That means Hiyo inamaanisha that one is demonic. hiyo ni nguvu za kiasili. When Jesus was rebuking the sicknesses, Wakati Yesu alipokuwa anakemea magonjwa, he was mentioning, alikuwa anayataja. you devil, go away. Alisema wewe nguvu za giza. He called Aliita sickness a devil. magonjwa ya kishetani. Praise God. Amen. Hata mwale kwa kukochita demonic. Ati ugonjwa Haina tiba. Ugonjwa wa kuanguka saba ukiondoa ile, hiyo ni nguvu za giza. You cannot, yani hauwezi kupata matibabu. So bado wanyoka kama hizi dawa. Lakini unaweza pata solution in the church. Unaweza suluhisho kwa mama kanisa Mungu. Praise God. Amen. Praise God. Amen. The Bible says, Biblia inasema resist the devil. mpinge shetani. You cannot see the devil Hauwezi- with your naked eyes. Hauwezi ukaona shetani kwa macho yako. Devil means Shetani anamaanisha your problem in life. ni shida katika maisha yako. Financial breakthrough. Kifedha ama You are lacking. unakosa, Living painful life. unapitia maisha magumu, Oppression. una maisha ambayo Rejection. You need to resist. indakana upinge. Wake up early in the morning Kuamka asubuhi mapema and say, na useme I resist. I refuse to be poor. I refuse umaskini. malaria. I refuse cancer. Ninakataa. I resist. Ninapinga. The sickness will flee away. Na huo ugonjwa utatoweka na utaenda mbali na wewe. Amen. Amen. It is time you to resist. Ni wakati wako wa kupinga. Resist your situation. Pinga hali yako. Resist your situation. Kataa hali yako. Say, Lord, Sema Bwana, I don't want to be in this level. sitaki nikuwe katika hali hii. I want to go to another level. Nataka niende nafasi nyingine. The level of anointing. Nafasi ambayo ni upako. The level of good life. Nafasi ambayo ni ya maisha mazuri. For those who are
who are online wale ambao wananiangalia kupitia katika online from different countries, kutoka katika nchi mbalimbali, US, US, Australia, every country. kila nchi. Today, Siku ya leo, resist your situation. pinga hali yako. Resist the devil. Mpinge shetani. The devil will flee away. Shetani atakutoroka tena mbali na wewe. Amen. You need to resist. Takana upinge. You need to resist your problem. Takana upinge ama ukatae hali yako. For those who are suffering from diabetes, Wale ambao wanaugua na ugonjwa, cancer, wale ambao wana kansa, HIV, wako na ukimwi, malaria, wale ambao wako na malaria, every type of sickness, kila aina yote ya magonjwa, what you need to do, kila ambacho unatakana ufanye, you must resist unatakana ukatae, so that that sickness can flee away from you. ili huu ugonjwa ukatoke kwako wewe. Praise God. Amen. Remember, Kumbuka, who is inside us? wale ambao He is the overcomer. ni sisi ni washindi. He is the overcomer. Yeye ni We mshindi. need to be overcomer. Nakana tukue You know, washindaji. some of us, Wengine wetu we are born in the clan of curses. tumezaliwa katika familia ya laana. When you try to do this thing, Unapojaribu kufanya kitu hiki, it fails. inaenda kando. When you try to go to church, Unapojaribu kwenda kanisani, you be confused, unakosa and then you run away from the na church. unatoroka kutoka kanisani. No, it's not your problem. Hiyo si shida yako. It is the curse is moving, is following you up. Kuna laana ambayo inakufuata wewe. Even is following you in the church. Inakufuata hata You kanisani. need to resist. Inakana ukatae. When you are trying something and then you fail, Kama unataka kufanya kitu lakini hiyo kitu hakifauliki, you have the curses. uko na laana. Even you try to start a business, Hata unajaribu kuanzisha biashara, it fails. inaanguka. It fails. Inaanguka. It means Inamaanisha there is some curses which is following you, kuna laana ambayo inayokufuata. hindering you not to achieve the destiny Hauwezi ukafikia hatima yako. that God planned for you. Na Mungu anaandaa mambo mazuri kwako. That one is the devil. Huyo ni adui. You need to resist. Itakana umpinga ama You umkatae. need to resist. Itakana umpinga ama umkatae. You need to resist. Itakana umkatae. Let me tell you. Wacha nikuelezee kitu kimoja. In the life of Christianity, Katika maisha ya wokovu, when you have many enemies, unapokuwa na maadui mengi, they are promoting you. watakuwa wanakuinua. Promoting you Watakuwa wanakuinua to another level. katika kiwango To kingine. another level. Katika kiwango To kingine. another level. Katika kiwango kingine. Ask God to send more enemies. Uliza Mungu akupatie maadui mengi. They came in life so that they can promote you to another level. Wakuje katika maisha yako ili wakuinue kutoka kiwango moja hadi kingine. So that they can know your God. Ili wajue Mungu wako. So that they can recognize your God. Ili wakaweze kuinua Mungu wako. Love your enemies. Penda adui wako. You know, for me, Kwangu mimi, I have many enemies. niko na maadui mengi. And some of you, we work with them. Hata wengine wetu tunatembea na wao. Some of you are listening to me. Wengine wenu hata mnanisikiliza nikiongea. I know you by name. Ninakujua hata kwa jina lako. When you see someone dressing well, Unapoona mwenzako amevaa vizuri, and then your heart start beating, na unaanza kumuongelea ama kumupika, you have a problem. wewe uko na shida. You have a problem. Uko na shida. Praise God. Amen. When you see someone being blessed, Unapoona mmoja wenu amebarikiwa, and then they start fighting you. unaanza kumupika. No. Si hivyo. When people start fighting you, Wakati watu wanapoanza kukupika vita, they are not fighting you Mama Jane, you. hauwezi wakakupika wewe mama. They are fighting what is inside you. Wanapikana na kile ambacho kiko ndani mwako. Because what is inside you Kwa sababu kile ambacho kiko ndani mwako is unique. ni kitu kizuri. Nobody has. Hakuna yule ambaye ako nacho. They are not fighting you. Ndio maana wanakupika vita. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Pray to your children.
Omba kwa ajili ya watoto wako. Pray for them. Waombee kabisa. Pray for them. Waombee. Pray for them. Waombee. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Pray for your children. Ombea watoto wako. Praise God. Amen. Today, Siku ya leo I promise you, ninakuagiza by force, by fire, kwa nguvu na kwa moto. I'm not embarrassing you, Mimi si mtu wa kukuombelesha wewe. but I'm demanding, I'm saying with authority Ninaongea kwa mamlaka and power, na kwa nguvu and power, na kwa nguvu, by force, kwa nguvu, by fire. kwa moto. Jesus is going to deliver you. Mungu anaenda kukupatia ukombozi siku ya leo. Deliver you from your problem. Akukomboe kutoka katika shida zako. Marriage status. Katika maisha ya ndoa, God is going to deliver you. Mungu anaenda kukukomboa. Because we have inherited curses Kwa sababu kuna laana ambayo uiridi from your forefathers. kutoka kwa mababu zetu wa kitambo. Maybe your auntie was a barren. Wakana sengio kama yale alio. Barren. Mzazi wako alikufa. Yes, alikufa. Barren. Praise God. Amen. That's Yeah. Alikuwa tasa, hana mtoto. you inherited that curses. Uiridi hiyo laana ya. There is generation curses. Kuna laana ya kijamii. But today, Lakini siku ya leo Jesus is going to deliver you. Mungu anaenda kukupatia ukombozi. Praise God. Amen. Praise God. Amen. Today, Siku ya leo, you're going to be free. nenda kuwekwa huru. Amen. Nenda kuwekwa huru. Amen. Nenda kuwekwa huru. Amen. When you come in the church, Unapokuja kanisani, wewe hivi sasa kinjaza tu. kana balambo kwa Musa. Wanisaidie kwa kutana kitu. Kitu sasa Problem here and there. Problem. eshite ya nani nenda hapo ni yao. Oh, yeah. Today, Siku ya leo you're going to be delivered. tunaenda kupokea ukombozi. Amen. If you used to fight pastors, Kama umejipanga kupigana na mchungaji, you don't know what they're carrying for you. haujajua kile ambacho amebeba juu yako. You need to be delivered. Unahitaji ukombozi. Amen. No, we need to be delivered. Unahitaji ukombozi. Gossip here and there. Fitina hapa na pale. Hey, we need to be delivered. Unahitaji ukombozi. Because it is the spirit Kwa sababu hiyo ni roho that we want to chase away from the church. tuikatae katika kanisa. We want to reject it in the church Tunataka tuikatae so katika that kanisa. the church can grow. Ili kanisa liendelee kukua. Ndio. Amen. Rikababoseka. Babasika. We want to chase away Tunataka tukatae every spirit, kila roho, the spirit of gossip, roho ya vitina, spirit of confusion. roho ya roho. When you go somewhere in the meeting, Unapoenda mahali kwa kamati, you are confused. unakuwa umegoza Even you make the meeting to be confused. unasababisha hiyo kamati You have a problem. kuwa na shida. Today you need to be delivered. Siku ya leo unahitaji ukombozi. Amen. Bisheno bilila uwi, Bijamu mulio, bisheno bilila uwi, bijamu mulio, bisheno bilila uwi, bijamu mulio, bisheno bilila uwi, bijamu mulio.